Wakinya nĩ maũndũ megiĩ gĩbũrũri rĩu ũguo ndeto ya BBI hiũhĩtie ciande na njĩra nene mũno makĩria tũkĩendekithio nĩ thirikari kana mwahũ ũmwe wa thirikari tũkorwo tũgĩthoma BBI na njĩra njega nĩguo tũthiĩ na mbere na kũmĩtaũkwo mũthenya wa ũmũthĩ ngaigua ndĩkĩte na njĩra nene nĩ tondũ thĩinĩ wa tabarĩra ndĩ nake mũndũ gwĩtwo Daniel nĩ mũkenya wa kawaida mũno akoragwo akĩhũra biacara na njĩra ya ũkui wa boda na arĩ haha nĩgetha akorwo agĩtwĩra we kana nĩ arataũkwo megiĩ BBI na no twende kũmenya woni waku wĩgiĩ ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩtariĩ ta atĩa kũhĩtũkĩra mwena witũ wa Facebook harĩa ha TV ririkana no ũtũnyite na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũhĩtũkĩra website itũ nĩyo www.threestones.tv no mbere ya ũguo tũkorwo tũkĩnyitanĩra nake mũndũ gwĩtwo Daniel kwĩrotera Daniel Niko sana. Ndũngĩkĩaria ũguo no watuĩka BBI tambe twĩre atĩrĩrĩ BBI ũramĩona atĩa? BBI si baya yenyewe lakini mahali imeletwa na vyenye wameileta wameenda wakaongezea mzigo kwetu sisi wananchi. Kitu ya kwanza sahihi kwa muda wa miezi 6 tulikuwa na corona. Watu wengi hata nyumba kulipa ilikuwa ni shida. Hata sahihi watoto wanaambiwa warudi shule ni shida kwa wazazi kulipa karo ya shule. Sahihi wamesema wanaongezea ma MPs, ma senator, ma prime minister wakati ambapo kwa muda mrefu tumelia kuwa wapunguzwe. Kwa hivyo mimi sioni maana yoyote ya BBI. Ile kitu iliyoko ni kuwa itupiliwe mbali. Ile pesa ambayo wanaenda kuharibu ni pesa mingi sana ambayo inafaa kulipia mwanafunzi karo, inafaa iwe inatusaidia, inafanya maendeleo kwa sababu hatuna pesa. Hata serikali kwa muda mrefu wamelia kuwa hakuna pesa. Sasa hii wanataka kutumia mabilioni ya pesa na BBI ambayo haituletei maana. Instead itarudi kwa mfuko yetu tena kutupokonya pesa ambayo tuko naye ambayo tunaweza kulipia watoto karo, tunaweza labda kulipa nyumba kwa sababu nyumba ambazo tunakaa hapa Nairobi ni nyumba za kukodisha. Kwa muda wa miezi 6 ukienda kufanya uchunguzi watu wengi hawakulipa nyumba. Hata wenye nyumba wengi walikuwa wanapunguzia wengine wanaambiwa miezi 3 hawajalipa. Lakini sasa hii serikali haioni yoyote. Ile aya yao wako nayo sasa ni kuchukua bado pesa kutoka kwa mifuko yetu ili waweze kuharibu pesa na BBI ambayo haina maana kwetu. Tumesoma budget na before tuongelelee kuhusu budget. Mkenya wa kawaida anaelewa haswa kuhusu BBI? BBI hakuna mtu anaelewa. Wanasema niende nisome, mtoto wangu aende asome, baba yangu aende asome. Hiyo hata vyenye imeandikwa kuelewa ni ngumu. Ile kitu iliyoko ni kuwa ile ya juu tu ndio watu wataelewa. Alafu hawa ndio watarudi kutudanganya kwa sababu walitudanganya tukawapatia kura. Naona? Badala hiyo yote ile kitu iliyoko tulikuwa tunalilia ni mzigo upunguzwe. Kwa sababu tulikuwa tunasema how women representative wale wa county wote waondolewe. Turudi hawa counties zingine ziunganishwe. Tukasema tena tunataka hizi constituencies zingine ziunganishwe ili tuweze kupunguza mzigo. Instead wameongeza hawa watu. Ni kumaanisha kuna maana fiche kwa Mkenya kulingana na BBI. Kuna maana fiche na hawasikii kilio yetu. Ile kitu walioko wako naye ni wanang'ang'ania mamlaka ili waweze kukula tu sisi tukiwa tunaumia. Nimesikia Wakenya kadhaa wakilalamika kulingana na venye BBI ilitolewa siku ya Wednesday ama day before jana, wakasema ilikuwa inalaunchiwa pale Kisii. Na watu wakajiuliza maswali 2-3 kwa nini wameifanyia Kisii na tena Monday wanataka tena kulaunch pale Bomas. Maoni yako ni yapi? Mimi ile kitu walifanya pale inatosha, ni mwananchi apewe asome. Hii mambo mengine ya kwenda Bomas ni pesa bado wanataka kuharibu. Na hiyo pesa yote wanataka kuharibu ni mimi kunidanganya niweze kuwaunga mkono wakati wanang'ang'ana kukula pesa yangu. Mimi sioni maana yote ya ile wali pale alafu wanarudi wanasema wanalaunch tena. Hakuna kitu mpya wataleta. Kama ni makaratasi ambayo walipewa pale ni watupatie. Kama ni kusoma tusome. Lakini mpaka saa hii hakuna kitu ambayo naona inatusaidia kwa sababu at first the word go wameharibu. Tulisema punguza mzigo, wameongeza mzigo. Kwangu mimi mwananchi wa kawaida ni kwa nini hawasikizi kilio changu? Waliambiwa BBI wanakuja mashinani ili tuweze kutoa maoni. Maoni ambayo tulitoa yako hapi. Hakuna maana
tudanganyane, tulisema mzigo punguzwe tuweze kubeba kwa sababu umekuwa mzito kwetu. Lakini sasa hawa wameenda, tunakumbuka kwanza ililetwa ikaletwa ambayo ilikuwa afadhali, tukaona hiyo hata kama iko na mzigo ni afadhali. Wakaona bado kwa sababu wanataka kung'ang'ania mamlaka bado, wakairudisha iongeze watu wengine wale wakubwa. Hakuna, mimi sioni mahali ambapo wametusaidia sisi wananchi wa kawaida. Hakuna mahali hata pamoja. Serikali ilisema kuhusu the big four agenda na tumebakisha muda kidogo tu tuweze kuchaguana tena ama kuchaguana ile kitu muhimu sana ya president. Unaona kama hii ndio ile wakati muhimu sana kuongelelea BBI. Kuna hiyo the four big agenda bado haijatimia ama wametimiza ahadi zao kulingana na kampeni zao za miaka iliyopita. Mr. President ambaye mimi nilimpenda sana kwa muda mrefu, lakini amerudi akawa yeye ni kama alikuwa ananidanganya. Mimi nimeona hakuna kitu amefanya, kwa sababu wakati aliona anashika ile nafasi alirudi kufukuza wale watu ambao wako karibu, wale walikuwa wanamsaidia kufanya kazi. Badala wafanye kazi kwa pamoja waendelee, alirudi kufukuza hawa ili hawa wanang'ang'ania mamlaka waweze kuunda mamlaka nyingine waweze kuendelea. Tunakumbuka juzi tumeambiwa na hatua ilikuwa wakati constitution di change, wakati wa Moi alianza kuna possibility kubwa sana kila mtu anaweka hapo kuwa Uhuru anataka kurudi wapi? Hapa ndani. Na ndio sababu ni stage ya kuwa ananifanyia kazi mimi, anang'ang'ania mamlaka. Hakuna mahali BBI mimi naona ikinisaidia kando na ile angekuwa amenisaidia kama vile the big four agenda kama angekuwa ametimiza 2 years ambayo inakuja. Hakuna hata moja amefanya na atudanganyani, hakuna kitu atafanya kwa sababu saa hii anaingia kwa kampeni. Yeye akisimama anasema sitaki kampeni, lakini saa hii yeye anaingia kwa kampeni. Sijui nani yeye atakuwa anazuia mkutano yake, kwa sababu yeye ni kama yeye ndiye kiongozi wa kila kitu. Hata mikutano sinafanywa, unakuta kila mahali mikutano inafanywa, lakini kuna wengine wakifanya mkutano wanapigwa mpaka kanisani tia gazi zinatupwa. Hii ni mambo ya siasa, tusiongee. Wacha tuongee mambo ya BBI. BBI tusaidie. Haitusaidii sisi wananchi wa kawaida hata mara moja. Mkenya wa kawaida anaelewa BBI imetokana na handshake. Wewe unakubali handshake? Handshake at the start nilipenda kwa sababu ilituleta pamoja. Lakini imekuja ikawa kuna kitu fiche pale ambao wanataka kutuletea. Na hiyo kitu hatukuwa tunaelewa. Unaona? Kwa sababu kama kweli ilikuwa ni handshake, ni watu ilikuwa the president achukue aunde kama ni cabinet, aunganishe Kenya yote pamoja. Lakini sasa amerudi kuwa wale cabinet anataka kuongeza katika constitution, anataka kuongeza mamlaka inataka kuongezewa pale katika constitution, ambapo sasa itakuwa inatuumiza. Zile viti ziko zinaweza kutumika na mwananchi wa kawaida, wao wamepatana. Hiyo handshake hiyo iko imetosha. Si kwenda kuongeza viti zingine. Kama ni wakisema tuende central, kama ni cabinet secretary wachaguliwe wawili, tuende Nyanza wawili. Hiyo pia inaweza kuwa ni mzuri sana, ni handshake mzuri sana. Lakini si tukuje sasa tuone hizi viti bado tukipeana hivi, wale wakubwa kuna wengine watapata ati wewe kwa sababu wewe umepigwa nje, turudi tukurudishe na njia nyingine ya kiukora. Na au huyu akirudishwa hivi bado atakula pesa yetu. Jambo la kwanza, huyu prime minister ambaye tunasema ati atasaidia, anachaguliwa na president na anatoka katika ile majority party. Usaidizi ambao ameleta ni gani? Ni kama sasa kwa saa hii Jubilee bila hiko irudi bado ichague prime minister kutoka Jubilee. Bado ile handshake hakuna mahali na pia. Lakini wanasema handshake italeta umoja na upendo kwa nchi yetu. Ni kama Kenya imekuwa na mgawanyiko ama tribalism imekuwa katikati ya Wakenya. Unaona kama itakuwa suluhisho, manake ile kwa after election yote tuna watu wanakuwa na kuwa na vita hapa Kenya, kuna kuwa na mashida, watu wanachomewa manyumba, makanisa zinachomwa. Unaona kama kutakuwa na suluhisho? Hakuna suluhisho yote mimi naona pale, kwa sababu ile kitu ambaye wangefanya iwe inaweza saidia. Kama prime minister angekuwa anatoka kando, hapo ni sawa, lakini prime minister bado anachaguliwa katika ile chama ambaye imewin, ile iko na viti mingi.
huyo opposition leader ilikuwa kitu kidogo sana parliament kwenda kusema katika hii constitution tuweke hiki kipengee kwa yule opposition leader yule amekuwa number 2 hawa anaweza kuingia parliament na ingekuwa kitu rahisi sana. Hakuna kitu ambaye lakini sasa wakati wameleta hizi vitu za prime minister na nini hiyo inaonekana kuwa lazima tutarudi kwa referendum. Na referendum ni pesa tunatumia. Na hizi vitu ambao wanaongeza ni vitu ambazo bado zitaleta vita. Kwa sababu mimi nikichaguliwa nikiwa president naweza kwenda bado nichague ndugu yangu. Kwa sababu hata kama sitachagua ndugu yangu wa biological blood, nitani nichague mtu mwingine kule kijijini. Ama nichague rafiki yangu ambaye amenifanyia kampeni mahali fulani. Bado unaona ile chama moja tu yule mtu mmoja tu ndiye anaongoza anachukua mamlaka. Ile kitu iliyoko hapa kuna dictatorship unataka kuingia. Unaona? Na kama watu wakiangalia vizuri huyu mtu alikuwa na watu 20 ameongezewa wamekuwa watu 30. Si amekuwa na pengine kazi imekuwa mingi. Hakuna kazi imekuwa mingi. Sisi wananchi ndio tunaona ule mzigo tumebeba. Umewekelewa meza kama hii kwa kichwa. Urudi wekelewa nyingine. Bado utaanguka. Kama ile meza moja ilikuwa inakushida, kwa nini uongezee nyingine? Ni nini haswa ya maana kwa sasa? Tuseme katika hiyo BBI ile kitu ambaye mimi ningesema na ni kitu ambaye ingepitishwa hata kwa parliament hii ya kuweka opposition leader ataziwe kando iwe sasa akiingia kwa parliament maybe anaweza kuwa anatoa hoja zake ama anapinga serikali akiwa pale. Na hii kuongeza percentage ya nini ya mgao wa county. Hakuna kitu kingine. Kenya ni kama hakuna hata opposition ama unakubaliana na hakuna opposition kwa sasa. Kwa sababu wamemezwa na serikali. Hakuna mtu anaelewa kunaendaje. Kwa sababu hii BBI wamedanganywa wakaingia pale wakarudi wakatoa wengine wale walikuwa kwa serikali ndio wamekuwa opposition. Unaona? Na si kitu mzuri. Si kitu mzuri kwa sababu katika muda wote ule tulikuwa katika opposition. Serikali ikienda kombo yule mtu wa opposition anakuja na akiongea serikali inakimbia kurekebisha pale mahali. Sasa hakuna mtu anatutetea. Mimi nikiwa mwananchi wa huku chini hakuna mtu ananitetea hata mara moja. Kwa mfano sasa tunafanya kazi na online. Hakuna mtu anauliza hao watu kwa sababu yes ni kazi wanafanya. Wanafanyaje? Hakuna mtu ameingilia hiyo kitu. Hizi kampuni zinafanya kazi vile zinataka. Ukiamka kesho waseme tutalipisha hii bei basi. Wakiamka kesho waseme ukipata customer hii pesa ni yetu, hakuna mtu anapinga kwa sababu hakuna mtu atukutetea pale. Kumaanisha Mkenya wa kawaida hana mwenyewe. Lakini alichaguana na aliamka saa 9. Kujenga nchi. Na pesa yake ndio inatumika kufanya hiyo kazi. Unaona kama hata tumekuwa na janga la COVID-19 haswa na bado haijaisha. Mkenya wa kawaida ameshughulikiwa haswa before hata tuende kwa BBI. Hakuna mahali ameshughulikiwa. Hakuna mahali ameshughulikiwa kwa sababu kweli ukiangalia hata kama walisema ati watu wasiarashiwe nini unakuta hawa wameambiwa wasiarashiwe kama ni loan mtu ako naye bado hajapata nafasi ya kulipa, hakuna kitu atalipa naye. Kama ni biashara niko naye ilisha. Lakini inasemekana BBI ni kama njia ya campaign kwa njia nyingine ikionekana serikali ya Jubilee inajipiga yenyewe. Manake kama venye umetaja hakuna opposition kwa sasa. Sababu opposition imeingia kwa handshake na sijui kama handshake imegawanyisha opposition. President amekuwa akiambia Wakenya that handshake ni ya kuleta umoja kwa Kenya yetu. Unaona ni kama Ruto ambaye ni mdogo wa rais ni kama anasukumiwa kukua opposition. It's true. Na kitu kingine hii BBI wakati walianza kutembea walikuwa wanatembea wanafukuza wale watu ambao wako na maoni tofauti. Wanataka kama mtu anasema twende njia huyo ndio wanataka. Yule mtu anasema hii njia twende lakini tuangalie hii huyo mtu alikuwa anafukuzwa. Which means hata hii BBI si maoni ya mwananchi. Kwa sababu hata kama wewe uko opposite ni agenda yako ni opposite, unafaa kupewa nafasi. Hawakupewa nafasi. Mimi nakumbuka mikutano mingi walifukuzwa.
Na wakasema watafanya yao, ikawa hakuna mahali wanaweza fanya na hakuna mtu atakuja kuchukua zile agendas. Ni kwa nini mimi nisiongee, niseme naona kuna kitu fulani na fulani? Hata kotini wale majudges wanakuwa kuna huyu anapinga, kuna huyu mwingine ana hata kama huyu mtu aliua, lakini unakuta kuna jaji anamtetea. Lakini hapa unakuta mimi nikiwa mwananchi wa kawaida, badala nione yule mtu ananitetea na yule mwingine nitetei, inakuwa ni mtu mmoja tu ndiye anaongea na inakubalika hivyo. Why? Biblia itafaidisha nani? Itafaidisha kwa watu wakubwa. Okay, kuna opposition yenye sahihi kama iko kwa serikali. Unaona kama itasaidia nani mwisho? Kunaye William Ruto mwenyewe anataka pia kiti ya rais 2022. Uhuru hataki, alisema hataki, na kunaye opposition leader Raila Odinga. Lakini ni kama itafaidisha nani kati ya William Ruto na Raila? Itafaidi huyu Raila na Uhuru. Uhuru ni mdomo anasema naye hataki. Lakini hakuna sheria yoyote inamzuia asita. Kwa sababu kwa sasa ile constitution iko inapinga, si ndio? Tukichange hii constitution, kuna sheria yoyote itamzuia? Atasema ni watu wameniambia. Unajua sisi wa Kenya tumezoea kuwa watu wameniambia nisimame hii kiti, kwa hivyo nitasimama. Hivyo ndivyo atafanya. Unaona? Na ndio atarudi kwa mamlaka kwa sababu atasema watu ndio wameniambia na ndio itarudi kumfaidi. Hiyo ndio ambaye anatengeneza. Lakini sisi wananchi tukiwa huko chini kama tuoni kuna jambo litatokea. Sasa tukirudi kwa debe, sisi wenyewe kwa jiko Mkenya wa kawaida, sisi ndio tunaenda kuvote. Unaona kati ya viongozi na Mkenya wa kawaida nani mwelevu kuliko mwingine na kwa nini? Sisi wa Kenya tunaweza kusema uelevu wetu ni kwenda na kura kuweka. Tukiwa tunasema tumepiga kura. Lakini kura sipigwi debe. Kuna wale wana control. Kwa sababu ukikuta wakati wote hata hao wakubwa kila sasa hivi wanasema ati ndio kusiwe na kelele, ndio kusiwe na kelele. Kwa nini wanajua kuna kuanga na kelele? It means hakunanga haki. Yes. Solution ni nini? Wewe ndio unachaguana. Number 1, wewe ndio unachaguana na unachagua yule mtu mwenye hakutimiza ahadi zenye alikuja kukuahidi wakati wa kampeni. Itakuaje? Ama njia gani inafaa kutumika? To some extent tunakuta naweza kupigia mtu yule ako na ukweli na hao amepita, lakini atapita kwangu mimi kama kura nikiwepeana na kwa mwananchi wa kawaida atapita. Lakini kwa result zitatoka tofauti. Wakenya tunaelewa hiyo yote. Kwa muda mrefu. Kuanzia wakati wa Moi tunaelewa hiyo yote. 90% ya kula ambazo tunapiganga asifanyagi kazi. Ile inafanya kazi ni viongozi hao wengine ndio wana zikoroga. Mkenya wa kawaida akona nguvu ya kusimamisha BBI kwa sasa. Hakuna nguvu, lakini wengi wetu ni wanyonge kwa sababu sasa mimi sitaweza kwenda kotini. Hata hizo BBI ikikuja tuseme tupige kura, nipige no. Wale wako pale wana control itapita. Kwa hivyo Mkenya ananyimwa haki yake. Ananyimwa haki yake. Na hana haki. Na ndio sababu unaona anaendelea kufinywa. Na wale wanamfinya ni wale ambao tunasema ndio wanafaa kutuangalia, lakini ndio wanatufinya. Mambo ni gumu sana. Thank you muno bro wa Distance TV tadi na bere na gutereta mudogo tu Daniel hii wonu wa kuniriko wigi BBI wene abia na bere na wikia kura kana wene wikagia kura wene bashokagia mutogori ya wakura nyaga wikira ndo na darawekira washako kama shokia arokwerege kana hoka ugimwero na kuja mwingine mpya tunachagua, si ni kweli? Ule mwingine tunatupiria bari, lakini akikuja zile mambo alikuwa ameahidi hawatimizi. Unaona kama ni shida gani iko Kenya? Tunachaguana mara ya kwanza, tunaona huyu ni mzuri tuchague huyu naye anadanganya watu wake, tunachukua mwingine, tunakataa constitution inapitishwa kulingana na mfuko ama kulingana tu na venye mambo iko. Unajua Kenya ni corrupt. Solution ya Kenya ni nini kwako kama Mkenya wa kawaida? Kitu ya kwanza tunajua Mkenya wa kawaida kwa siku anapata tunasema less than a dollar. Kwa hivyo ana pesa. Yule mtu ambaye anakuja kuchaguliwa, akikuja kitu ya kwanza ambaye tunangangania kwake ni pesa.
Na ni kwa nini tunang'ang'ania pesa? Tunang'ang'ania pesa sababu hatuna kitu kwa mfuko. Na hata baada ya kutupatia ile shilingi 100, atatupatia shilingi 1 tumpatie kura ili akienda kule bado atunyanyaze, ndio the next time tena akuja ile shilingi 100. Kwa sababu kama hatuna chochote ya kukula, hakuna kitu kingine tunalilia, ni kukula tu peke yake. Atulili labda tutengenezewe kitu. Kama mfanyabiashara especially kwa boda boda, umenyanyaswa haki yako na nchi ya Kenya ama na viongozi sana? Kitu ya kwanza, wakati hizi kampuni zilikuja zinaingia kwa serikali. Zikiingia kwa serikali wanakuja na bei fulani. At last tuseme kwa mfano, wakati mimi nikiingia kwa hizi kampuni 95% hata commission wako wanalipisha. Hata ulikuwa unauliza mimi nitakuwa na walipa aje, wanasema hii kampuni na kulipa wewe ulipi. Ile bei ambayo wanalipisha ni bei ambayo iko chini. Yes, tunasema ni asante kwa sababu wakati mwingine wakitupatia bei ya chini, nikibeba customer kutoka hapa kwenda town wananipatia mwingine wa kurudi. Lakini wanarudi ile bei wananipunguzia. Wakipunguza commission yao wakupunguzi. Alafu mimi napewa customer kutoka hapa kwenda town, wananinyima customer mwingine wa kurudi naye wapi? Huku. Unaona? Nje hii commission ambayo wanaamua wenyewe, nani ambaye anatupigania kwenda kusema hii commission ni mingi, lakini bei ikifika pia wanatoa wenyewe. Hakuna mahali wanakumai kutuita mkutano hata tuongee. Unaona? So serikali hakuna mahali inanisaidia na wanasema wanatutengenezea kazi. Hakuna kazi wamenitengenezea, kwa sababu kama kuna kazi wamenitengenezea kweli, wanafaa kuja hapa waone ile kazi nafanya na wao wananitetea. Tukiingia upande wa biashara, wale wanafanya biashara hizi dogo dogo, unakuta kama ni kulipa, unalipa sawa na yule mwingine. Tax. Unaona? Hakuna mahali ambapo unaambia wewe lipa kidogo, mwingine alipe mingi. Na serikali wanajua mimi niko chini wapi? Ile kampuni kubwa kama imewekwa 16%, unakuta ile 16% wakilipa, mimi nalipa 16%. Unaona? Alafu ile kampuni kubwa wanataka kunifinya huku chini, mimi nisifanye kazi. Yes. Expectations zako kwa sasa especially kwa chakula, mafuta iko aje? Kitu ya kwanza, mafuta wakati wa corona waliteremshia vizuri. Na tukaona hata kama hakuna pesa iko sawa, tunaweza fanya kazi. Lakini sasa wamerudi, wakati wameanza kampeni zao, wameanza kupandisha mafuta. Mafuta imepanda, inakuwa hata ukiweka ile mafuta, kumbuka ile kazi nilikuwa nafanya hakuna pesa niliongezewa. Hata kampuni mingi waliteremsha bei. So mimi instead ya kuwa kuna faida napata ama kuna usaidizi napata kwa serikali, hakuna. Serikali kama ingekuwa inaongeza mafuta kama hiyo, inakuja kwa kampuni kama hizo, wanawaambia hii percentage pia kidogo padisheni kwa sababu ya huyu mtu, ingekuwa ni afadhali. Lakini hakuna mahali ambapo mimi nikiwa mwananchi wa huku chini naweza kuambiwa hii bei ama mahali fulani. Wakati wa Moi kitambo kulikuwa na control ya bei. Sasa hivi mtu anaamua yeye mwenyewe nitauza vitu zangu hivi. Yes, si baya. Lakini je, unakuta hizi vitu zinaongezewa mafuta zinaongezewa nini, inapanda bei mpaka mimi mwenyewe nashindwa kujikimu. No. Kuna viti kama vile tulikuwa tumeongelelea hapo awali, kuna viti za senators, kuna governors, kuna women rep ama MPs, zote zinaenda zikipanda. Kulingana na venye wamepandisha na BBI, unaona hizi viti ni kama zinasukumia saidi ya Uhuru ndio aweze kujisaidia na Jubilee, ama mwisho hizi viti zinaongezwa ama watu wanaongezwa sababu gani? Unaona kama kuna maana? Mimi kivyangu naona hao viongozi ndio wanajitafutia mamlaka. Kwa sababu kitu ya kwanza, kama wewe ulikuwa senator na ukiwa senator wa mwanaume na kuna mama anakusukumanga, unangangana senator mwingine aongezwe ili yule mama asimame kule asije akawa na interrupt. Ndio sababu unaona tumekuja hapa tukasema wengine wanaona wakati wametolewa hawana ile nafasi ya opposition ama hawana nafasi ya kupata pesa. Ndio sababu wanataka kuingia wapi? Hapo. Mwingine anaona mimi kwa sababu sina nafasi yote ya kukampeni, sasa
naweza kuwa sina na kitu nafasi yote, wacha tuende kiti ya prime minister naweza kupewa. Ama pengine wataongezwa na mishahara yao ikatwe. Hakuna siku hata mara moja pesa itakatwa ya MP ama maseneta. Hata ikikatwa inakatangwa the first day wakiingia parliament, ndio kitu ya kwanza naongeanga, na that day wanakuanga 99% present. Nenda kuangalia agenda yote mwingine ya mwananchi watakuwa 30%. Kwa hiyo parliament. Kwa nini? Kwa sababu the other day kuna mtu aliwaita nguruwe. Haina tofauti kubwa. Kwa sababu ukiangalia wakati wanaenda kuongea mambo yao allowances nini utawakuta wote wako pale, na hakuna siku itapita iende kwa president akatae. Utasikia na yeye anaanza kusema wao watu wanafanya kazi mingi, sisi wananchi hatufanya kazi mingi, tunafanya ile ni vile atuongei mambo ya mishahara sana. Lakini mshahara wa MP kwa senator sionangi maana yake, kwa sababu hata akienda parliament anapewa allowances. Weekend anaambiwa asafiri mpaka mahali fulani atapewa hiyo traveling allowances. Na wewe haujajua kufanyia kazi. Na mimi nimepewa nini? Hakuna. Yes. Tumeshukuru sana kwa maoni yako. Na pengine ungesema nini ama maoni yako ya mwisho tukimalizia? Mimi maoni yangu ya mwisho ni kusema wananchi tufungue macho, tuangalie kuna mzigo ambao unakuja. Huu ni mzigo mzito sana. Kama tunajua ni tuikatae na tuikanyange chini, na iwe hakuna kitu kama hiyo, kwa sababu tulilia tunabeba mzigo mzito. Saa hii tumeongezewa mzigo mwingine. BBI inakuja kuumiza mwananchi na sio kusaidia mwananchi. Asante. Thank you muno makiria mure witoba na Daniel nitondo wao ni waku nawe mureri wa Dristos TV to shokeria gatho no tende kumenya hiwo ni waku oro nawe wegi BBI hihi no ende gukorwo na signature kana ndumane maratathi mandike signature iguru regi BBI nitondo gicunjĩ kinene kia Kenya na maoni mao maroneka tari amatire ndohoro wa BBI nira guteithĩrĩria mwena waku ta mu Kenya wa kawaida kana ni ha mutongoria irakorwo ikiongerera muhuko wake to gutoko tukirore mundu gutoba na Daniel ati andu aya no mishara na kuyenda marakorwo makienda BBI korwo ikituka woni waku ni uriku utumire kwitukira Facebook ito hari Dristos TV na ningi no twende kumenyo nawe woni waku ni uriku tutumire woni waku kwitukira Facebook live ito na nituko tugikena nitondu wa woni waku ona ngenda gukorwo kwa Dristos TV utoya woni waku wi karibu sana kwitukira Facebook ito ya Dristos TV tokinya hau gwatabarara ya muthenya wa mothe tuko tukinyitana nawe ihinda ringi muthenya wa mothe nigetha tuko tukimenya woni wa atongoria iguru rigi BBI uhana atia atumia ni mongereirwo na wake wameongezwa ama women rep wameongezeka pale kwa BBI no tende kumenya woni wa atumia iguru rigi BBI geto je ngwate gamtabo no Dristos TV moroto bitu yo shokia roi amuka.